Naam, tunakutakia siku njema hapo ulipo mpendwa mtazamaji wa chaneli yetu hii popote pale ambako unakuendelea kupatikana kwa sasa hivi. Na tunakusalimu kutokana na majira yako ambayo nayo yapatikana ukiwa asubuhi. Tunakutakia asubuhi njema, na wale ambao tayari ni mchana tunawatakia mchana mwema, na wale ni jioni muda huu ambao unaendelea kufuata habari zetu hizi tunakutakia jioni njema. Tariki 20 Juni 2025 kwa muda huu tunapasua anga hizi kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa mkoa wa Kivu ya Kusini. Mtazamaji, tunakusamini sana kwa kuendelea kuwepo kwenye chaneli yetu, haswa pale unapoona notification yetu kwenye simu yako, na moja kwa moja unakwenda kuifuatilia ili kujua kile ambacho tayari kimekwisha kujiri kupitia chaneli yako hii. Na tunakukaribisha kwa moyo mkunjufu kukuletea habari zetu za siku ya leo, ambayo ni siku ya Ijumaa. Miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia siku ya leo ni pamoja na zile zisemazo kuwa vikosi vya wazalendo vimedhibiti katika maeneo ya Katana, Nyantende, Nyangezi pamoja na Kabare mkoa wa Kivu ya Kusini. Mapambano makali yameripotiwa mara tena kati ya vikosi vya wazalendo vinaongozwa naye Kamanda Ngomazito zidi ya Twirwaneho ndani ya kijiji cha Rugezi na kando mwake siku ya 4 ya tarehe 19 Juni 2025 katika tarafa la Fizi. Habari zingine ni kwamba mkuu wa kijiji cha Nyange kwa muda Bwana Nyange Fils ameomba idara husika na kazi za uchimbaji madini kufuatilia watu wanaochimba kiuficho ili kuepukana na vifo vya mara kwa mara ndani ya migodi katika maeneo hayo ya Nyange, sekta ya Nganja, tarafani Fizi, ambako siku zilizopita watu zaidi ya 5 walifishwa ndani ya mgodi katika mazingira ya kutatanisha. Kuna habari zingine nyingi ambazo tumekuandalia katika siku ya leo, ila tunakuomba tuweze kuambatana mwanzo hadi tamati ili uweze kuelewa mengi zaidi kwa yale ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Tunakukumbusha mara tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji wetu kusubscribe kwenye channel yetu ili uendelee kufahamu kile ambacho kinachoendelea kujiri kote duniani, haswa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako kunaendelea kutazamiwa na maelfu ya raia kwa kuweza kujua kile ambacho kinachoendelea kujiri usiku na mchana. Wacha sasa tufunue kwanza pazia ya habari zetu hizi, tukianza na habari za huko Uvira. Mtu mmoja mtuhumiwa wa vitendo vya wizi ameuawa kwa kupigwa risasi na wazalendo waliokuwa katika doria mnamo usiku wa kucha siku ya Alhamisi ndani ya kata la Songo, manispa ya Kalondo mjini Uvira. Shirika la raia linaomba kwa vyombo husika kuvalia njuga juu ya swala la usalama wa raia mjini humo. Taarifa tunazo ni kwamba yote hayo yameanza pale ambako mtuhumiwa huyo alikuwa na iba simu za baadhi ya wakaaji. Ni wakati tu raia walipoanza kupiga mayowe ndipo vikosi vya wazalendo walijitokeza juu ya kutoa msaada kwa raia waliokuwa katika hatari, kama alivyoonesha hapa mwanasheria Chako Changu Bonane katika maeneo hayo ya mji wa Uvira. Ni mtu mwenyewe amekuwa naenda iba ndio akauawa mnamo kartie Songo. Aliuawa na watu wenye kuja wanamkimbia, na mwenyewe alikuwa mzalendo. Ndio wale kumpiga masasi. Ndio alikuwa anavaa tenia ya kizalendo ama tenia ya kijeshi, na ndio mwenyewe kamatiwa alikuwa akiiba, ndio wakamfuatilia na kisha raia kulalamika mwizi. Kiukweli inatisha kuona mtu mwenyewe iko sasa kuprotege watu ndio mwenyewe anaanza kukamatwa en na action iko kiba. Ya pili ni kwamba inashtua ni watu kuona mtu mwenye hajulikani namna gani, watu wote hawamfahamu, alikuwa anavaa sare za kijeshi na alikuwa na wenzake mpaka sasa mwezi umetupa kama vile nyama yenyewe ina deplore. Lakini ni kwamba tunategemea sana wazalendo wana wao kwa wao na kufanya kazi kwa vizuri, kama si hivyo hali itakuwa vibaya zaidi. Wazalendo ni vigumu kusema tu kama federation wao wenyewe wanajuana ila kusema kwamba hajulikana hili jambo sisi tumepokea na shingo upande, kwa sababu watu wengi wanajiona katika vile ya Uvira na ukisemekana kwamba hajulikani ila anavalia sare ya kijeshi ya Kongo
ajulikani na anavala nguo ya kijeshi. Mpaka sasa hata familia moja nyingine inalete ni jambo la hofu na la kutia woga. Sasa ni kwamba watu wote kabisa wabakia na alerte maximale. Tu katika mwezi wa independence wote tunachunguzana tuone kwamba kama mambo yaendeke vizuri, kila mtu kwa responsible wa jambo hilo, au mzalendo au jeshi FDC au raia au autorite mwingine. Kama kuna amani ni kwa faida watu wote, kama ina amani ni kwa faida yenye haina faida kwa watu wote. Jambo lingine ni kwamba ni muda mzuri sasa kwa kutafuta mbinu kupiganisha adui, ingalau ni fursa za watu wote. Ni muda mzuri wa kila mtu kufikiria kitu cha kufanya ili kwamba ndio modeli na maeneo ambayo na kiti ni mzalendo, ni FARDC, ni civil, ni autorite, ni sitoa modeli. Na sitoa modeli mtu ambaye anaacha mambo mabaya kwa faida ya mambo mazuri. Huko Rugezi, mapambano kati ya vikosi vya wazalendo vinaongozwa naye Kamanda Ngoma Nzito dhidi ya vikosi vya Twirwaneho Red Tabara vinaojiunga kwenye M23 ndani ya kijiji cha Rugezi na kando mwake siku ya 4 ya tarehe 19 Juni 2025 katika tarafa la Fizi. Lio ya risasi ya silaha ndogo na kubwa zimeshuhudiwa kusikika katika maeneo hayo. Kwa mujibu wake Bwana Strategi na Mubamba, semaji wa vuguvugu hilo la kijeshi la CLPC na ongozwa naye Kamanda Ngoma Nzito, ameonesha kuwa malengo ya mapambano hayo ni kupenda kuwaondoa waasi wa M23 ndani ya kijiji cha Rugezi na kando mwake, kama alivyoonesha hapa kutoka maeneo hayo. Ndiyo bwana mtangazaji, ni kwamba tangu asubuhi ya siku ya 4 tarehe 19 Juni mwaka wa 2025 mapambano makali yalianzishwa kwenye kijiji cha Rugezi na vitongoji vyake. Mapambano hayo ni kati ya wazalendo wa CPLC Barfa Bebe, kundi linaloongozwa na Luteni Jemadari Delphin Kalembe Ngoma Nzito, wakishirikiana na jeshi la FARDC pamoja na wazalendo wengine dhidi ya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda, wakishirikiana na waasi wa Burundi wa Red Tabara. Shabaha ni kwamba wazalendo pamoja na FARDC wanapenda kuwangoa waasi wa M23 kwenye eneo la Rugezi na kando yake, kwani uwepo wao hapo wanaendelea kuhatarisha maisha ya raia walio wengi, kwani shabaha ya M23 ni kuua raia, kupora vitu vya raia na pia kuchoma vijiji vya raia, jambo ambalo mara kwa mara linasababisha raia waweze kuwa na usumbufu. Jeshi la taifa kwa kuwa wana jukumu la kulinda raia na mali yake, ndio sababu waliweza kuanzisha shambulizi hili wakishirikiana na wazalendo. Bwana mtangazaji, acha tukumbushe kwamba wasi wa M23 wana kusudi moja la kuweza kutatanisha raia, kuweza kuleta magumu kwa raia, lakini wazalendo wana nia ya kulinda raia. Vijiji ambavyo vinahusika na ambavyo guswa na mapambano hayo ni pamoja na Bandizi, kwa Sabuni, Timbiangoma, Bialere, Mangojeo, Kahira na hata pia na Kakenge. Nako pia wazalendo pamoja na FARDC wanaendesha mapambano dhidi ya waasi wa M23. Kusudi ni kuweza kuimarisha usalama wa raia na mali yake kwenye nyanja za juu za tarafa la Uvira, Fizi, Mwenga, Itombwe na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia yote kwa ujumla. Habari zingine ambazo tumekuandalia katika siku ya leo ni pamoja na zile zisemazo kuwa mkuu wa kijiji cha Nyange kwa muda Bwana Nyange Fils ameomba kwa idara husika na kazi za uchimbaji madini kufuatilia watu wanaochimba dhahabu kiuficho ili kuepukana na vifo vya mara kwa mara ndani ya migodi katika maeneo hayo ya Nyange, sekta ya Nganja, tarafani Fizi. Ujumbe huo ameutoa baada ya kuripotiwa kwa maafa ya zaidi ya watu 5 na wengine 6 kuponea chupuchupu baada ya shimo moja kuanguka siku ya 3 ya tarehe 18 Juni 2025 katika kijiji cha Nyange. Nyange Fils anaeleza yafuatayo kwenye line ya simu ya channel yako. Ni kusema ni fasi yenyewe ilikuwa inatumika watu wa societe ala Chino. Sasa washamaliza kutumika. Hivyo hawa wachimbaji wadogo wanakuwa na tabia wa Chino bakishatoka wao wanakia wanaanza kuchimba pale.
Samu kuchimba bahati mbaya alikuwa anachimba usiku, ndo wakamkiwa na ebulma. Ile ebulma maafa ilikuwa ni ya watu 7, kwa watu 7 kulikufa mtu mmoja na wasita weko hospitalize. Mbale basita benko hospitalize ku hospitali ya leta. Bamwa bawili basha kimbia, batatu basha kimbia, kuna bakia moya na bale bengine bawili beko ku dispensaire za privé. Momonyoko ni inatokana na uchimbaji mbaya. Sona bo bashino beko na manje balikuwa baisha. Sasa bale ba crezer olie ya kusema batoshe kwa budongo juu bakaanza kupenda kuingia chini. Huko tu wanaitaza mikongo. Sasa kuingia wanapesa kama tunnel supo za matunnel la ville. Orpa bo nani bashino balikuwa banatosha kwa budongo yote. Na bo kama bangetia kutosha udongo wote labda ile hali yangefikia. Ndio tulikuwa obligé kupeleka ma service technique kule tel que SAMAP, mine, na polisi na cooperative na societe civile baenda kufanya uchunguzi na ikabainika hivyo, lakini ilionekana tena zile service technique tel que SAMAP, cooperative na mine na societe civile batakala tena chini pour que bale mipango ambayo inaweza kuchukuliwe pour que ile maafa kama ile isiendelee. Na tunajua intervention tujue na kiaga nyuma ina wakati inapiga ule kama alifunikiwa sana na ilikuwa ni kuki ya kabambi sana, basi aveke mabeshi yetu walitosha wale wa mwando wakanusurika, ule mwa ukuta ameshafariki. Mimi nashukuru sana pa journaliste. Ni labda ningeshauria kwa vijana na kwanza ule uchimbaji wa usiku sio mzuri, na kama wanapenda kwenda kuchimba fasi ambao washino wameacha, bora kwa wanajikaza watumike hata siku nyingi, wanatosha ule udongo na wanafika kumchanga ule ya kuingia chini ya udongo matinele ile, vraiment tunaweza tukapata maafa zingine tena kesho au kesho yake. Wacha kwanza tuangazie kwenye habari hizi za mapambano, ambako mapambano makali yameshuhudiwa mara tena katika maeneo ya Nyantende, Nyengezi Center na huko Kabare, mkoa wa Kivu ya Kusini. Sasa wacha tukujuze ya kwamba vikosi vya wazalendo vinaendelea kumiliki katika maeneo ya senta ya Katana, Nyantende, Nyangezi, Kabare, mkoa wa Kivu ya Kusini. Mapambano hayo yalishuhudiwa siku nzima ya siku ya 4 ya tarehe 19 Juni 2025, na ambayo ilipelekea baadhi ya raia wa mji wa Bukavu kushinda kwa hali ya wasiwasi katika maeneo hayo. Kwa sasa hivi vikosi vya wazalendo vimeonekana kuja kwa moto wa hali ya juu kutokana na kauli yao aliyoitamka ya kusema ya kwamba hivi sasa wanakuja kuna moto mkali ili kuhakikisha kwamba maeneo yote yanayomilikiwa na vikosi vya M23 vimeweza kuchukuliwa. Kwa sasa hivi mji wa Bukavu kwa kiasi kikubwa unaonekana sasa kuzingirwa na vikosi vya wazalendo. Katika maeneo ya kaskazini ya mji huyo huko Katana, vikosi vya wazalendo vinashikilia eneo hilo, na magharibi mwa mji huo huko Nyantende, vikosi vinaendelea kushikilia katika maeneo hayo, huko malengo makubwa ikiwa ni kuweza kukomboa mji wa Bukavu. Wacha tukujuze ya kwamba vile pia huko Goma, magharibi mwa mji wa Goma, mkoa wa Kivu Kaskazini, huko Ruchuru, moto uliweza kuwashwa katika maeneo ya Buremana. Vikosi vya wazalendo vinaonekana kuheshimia kauli yao ile waliodai ya kwamba hivi sasa wamekuja kwa moto mkali. Wacha tusubirie tuone kipi ambacho kitakachoendelea katika maeneo hayo. Je, upande wako unafikiri kwamba ndo moto umekuja sasa huu wa kibabe ili kukomboa miji yote ambayo inaendelea kushikiliwa na vikosi vya M23? Jibu lako tunalisubiri kwenye komenti. Mwili bila uhai wa mwanaume wa takribani miaka 45 umeokotwa asubuhi ya siku ya Alhamisi ya tarehe 19 Juni 2025 kwenye mtaa wa Maendeleo ya Kwanza karibu na uwanja wa parokia ya Chai, kata ya Panzi, manispa ya Ibanda. Itongwa Christophe, mkuu kiongozi wa eneo hilo, anaeleza mengi zaidi kwenye maiki ya chaneli yetu. Mwili usiokuwa na uhai wa kijana yapata miaka 45 umeonekana hii siku ya 4 tariki 19 mwezi huu na mwaka huu. Ilikuwa saa 10 za usiku kukuchia hii siku ya 4. Ni ndani ya kata Panzi Avenue Maendeleo Premier, nolwe na kanisa Katolike ya Chai. Na kisha uchunguzi tulijulishwa ya kwamba huyo alikuwa présumé voleur ambaye anaitwa kwa jina la Mujamaa.
yeye alikamatika ndani ya nyumba, alikuwa akitafuta kuiba kwa bwana Heritier, na huyo walifanya alerte, na hiyo alerte population walifika na wakajijebo kufanya justice populaire ama kujiamulia kisasi, kitu ambayo haikubaliwe na sheria yetu ya Kongo. Na mwili ile ilizikiwa na Croix Rouge kisha autorisation ya wakuu wetu wa jimbo letu la Kivu ya Kusini. Asante. Wacha sasa tukamilishe habari zetu kwa siku ya leo na habari hizi. Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ile ya Rwanda imeanzisha timu ya wataalamu ili kutathmini kwa pamoja makubaliano yatakayosainiwa namna mawaziri wa nje wa nchi hizo mbili watakavyoshirikiana tarehe 27 Juni 2025. Ripoti kamili naye mwenzetu Alimasi Safari Dilwe. Naam. Timu za ufundi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda zilianzishwa Jumatano yuko Washington nchini Marekani. Maandishi ya makubaliano ya amani chini ya uparanishi wa Marekani na mbele ya mwakilishi mmoja wa Qatar zilitangaza serikali za nchi hizo tatu katika taarifa ya pamoja kwa vyombo vya habari. Shughuli hiyo ilifanyika mbele ya Lison Hoka, karibu makamo wa masuala ya kisiasa nchini Marekani. Saini rasmi ya mawaziri ya makubaliano imepangwa kutiwa Juni tarehe 27 chini ya usimamizi wa katibu wa nchi ya Marekani Marco Rubio. Mkataba huu huko katika msingi wa tamko la kanuni zilizosainiwa Aprili 25, 2025. Haya ndio matunda ya siku 3 za mazungumzo yenye kujenga yaliyoendeshwa kati ya wajumbe wa DRC na Rwanda yanahusiana na masuala ya kisiasa, usalama na kiuchumi. Makubaliano hayo yanapanga haswa kuheshimu mipaka ya nchi na kupiga marufuku uhasama, kupokonya silaha za vikundi visivyo vya kiserikali pamoja na kuendesha operesheni za pamoja ili kutokomeza uhalifu. Miongoni mwa vifungu vingine ni kurudi kwa wakimbizi na wahamiaji wa ndani, kuheshimu haki za kibinadamu na pia mfumo wa ujumuishaji wa uchumi wa kikanda. Qatar iliyohusika katika njia ya upatanishi pamoja na Marekani ilishiriki katika majadiliano ili kuhakikisha uratibu mzuri katika mipango hiyo miwili ya kidiplomasia. DRC na Rwanda zilipongeza michango ya thamani na juhudi za pamoja za Marekani na Qatar katika kutafuta suluhisho la amani. Mkutano wa wakuu wa nchi umepangwa huko Washington nchini Marekani ili kuunganisha maendeleo ya kuelekea amani, utulivu na ustawi wa kiuchumi katika ukanda wa maziwa makuu. Na kupitia hapo, mpendwa mtazamaji wa chaneli yetu, tunathamini sana kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusihi mara tena kusubscribe kama bado kufanya hivyo. Usisahau pia kusambazia wengine na kukomenti. Kutanane baadaye panapo majaliwa. Tunakutakia siku njema.